wanasema Ruto 10 bila break. Mwenye Ruto anatakanga alikuwa anasema, si mnawaona saa hii? Kuna mtu hajaona mama mboga saa hii? Saa hii ni nani anaamkia State House? Si hao ndugu zangu wa ODM. Si nao ndio mama mboga sasa? Yaani kwani mama mboga mlikuwa mnataka kuwe nani? Yaani walikuwa nafikiria wengeza atakuwa mama mboga. Mama mboga zaidi mtu wa ODM. Si hao ndio wanasema Ruto 10 bila break. Umesikia mtu wa UDA anasema Ruto 10 bila break. Sisi tunajua kazi ya siasa nje ya Kenya tulimaliza 2022. 2027 sasa hii ni siasa ya watu wa ODM kupangwa kwa mara ya pili kuwa mama mboga. Sasa hii mtu mimi wekeza siasa kwa mama mboga tena? Nasimaanishi atisipigie Ruto kura ama mimi kwa Munyoro. Kwa Munyoro ni mtu yani hesabu kitu ya kwanza. So umeona anatanganya anatembea atafungwa pingu. Unapingwa pingu kwa sababu ya mtu mwenye hajakuwa na mpangilio kuhusu. Na mimi naona vijana Jakarani wanafanya, wanaweza kupigwa picha, wanaweka kwa media ati wako na wewe unaweza chukua mtu Jakarani aende kusaidia Joanzo ya upite kura, utapita kura ya nani? Mtu mwenye alishinda kusaidia Raila apite kuwa president hapa Jakarani nilikuwa na yeye. Sasa huyu atakusaidia Joanzo ya ufaulu. Haya, mnaniambia ati saa hii watu wanatembea nje, wanalia wanasema Raila ndiye kwa president, sio Raila anasaidia Ruto. Unaweza control hadi Ruto na wewe mwenyewe huko kwa na uwezo wa kupita hiyo kitu. Utanishinda aje na wewe mwenyewe hauna mguu ya kutembea? Wewe ni kiwete. Kiwete amekuja kwako. Wewe una mguu. Kiwete ndiye atakubeba ama ndio utabeba kiwete? Watu wa Jakarani na watu wote mkwana, mwache kulia vitu ndogo kama hivi. Ruto akienda Mkuru kuamsha nyumba, kufungua nyumba, wewe Jakarani unasema hiyo nyumba haijaje. Yaani nyumba zenye ziko Mkuru kwa Nyenga ni za Wakikuyu tena. Hizo si nyumba za serikali. Haya, mtu anasema Wajaluo wako kwa serikali, Wajaluo wako kwa serikali. Kusema ukweli, kwa hii nchi penye mambo inaenda, si kikatiba. Wajaluo wenye wako kwa serikali wanafanyia wananchi serikali wote wa Kenya. Na Raila Amolo Odinga ni rafiki wa nchi wa serikali ya nchi ya Kenya. Na pia yako na haki ya kukua ndani ya serikali. Na pia ni Mkenya kama wewe. Sasa nyinyi mnafurahia Raila akipanga dia kazi kila mwaka. Akishafaulu akienda maandamano kidogo anafika dia kasarudi. Lakini raundi hii nimeona Raila Amolo Odinga atajaribu venye Ruto alisema amemmaliza. Mimi narudia nikisema Ruto alimalizana na Raila Amolo Odinga 2022 wakikuwa hapa Jakaranda. Na akatuambia hapa narudia nikiambia watu wa ODM. Ruto alisema 2027 muwezi ona mzee anaitwa Raila Amolo Odinga kwa ballot. Na ukiona sasa hivi unajua wale madugu zangu masemeji mandugu sasa hivi wanalala wakifikiria kuna Raila venye anaweza kuwa kwa ballot tena. Ndugu yangu toa hiyo maombi. Raila yuko kwa ballot. Raila yuko namba 2 tena. Mtu mwenye anaweza kuwa namba 2 tunaona anaweza, si ati atakuwa president, anaweza kuwa namba 2. Ni Kalonzo Musyoka na mambo yake bado inapangwa. Inapangwa na watu wa Munyoro. Ndio mna hivyo. Haya, vita ya Trans Nzoia. Unajua kama nyinyi mjaijua. Hakuna watu wakora kwa hii nchi yetu ya Kenya kama Mkikuyu. Na si mkora ndiye anachuki. Huyo mtu anatumia mbinu ya ukora kururu hii nchi. Mkikuyu siku yoyote akikuwa namba 2 ama akuwe namba 3, huyo jamaa huwa anakataa na support serikali. Anaonanga ya kwamba yeye ndiye anafaa kuwa namba 1 ama namba 2. Na akikuwa namba 2 lazima au kiongozi wake. Wewe unaweza kubali mtu akuwe namba 2 alafu anataka kuongoza? Hii nchi tumefika mahali ambapo kitaeleweka. Na mimi napendanga watu wangu wa Bungoma, watu wangu wa Trans Nzoia, watu wangu Musalia Mudavadi. Musalia alisimama akaambia watu, tumefika katika nchi ambayo tusitanganyane. Na kila mtu ako na uwezo na ako na akili na ako na macho ya kuona. Mmeona hii nchi imegrafiwa na watu. Na Ruto akasema, hao watu mnaona wenye megrafi, munipe nafasi niende nitoa haki. Na ni hao ndio wanalia kwamba afya imetorofika kwa sababu Ruto aligundua ukora yao. Wewe ukisema Ruto amefanya utapata kazi. Kuna mahali Ruto alikuja akakufuta kazi. Si Ruto alikuandika wewe kazi. Ruto akakuja kuwa president, alikufuta kazi. Kama Ruto alikufuta wewe kazi. Ruto alikufuta wewe kazi. Kwa nini Ruto hajafuta wewe kazi? Yaani mimi ni ndugu ya Ruto. Mimi si ndugu ya Ruto na mimi sifanyi kazi. Haya, mwingine akakuja akalia hapa akasema Sakaja wewe tangu ukue governor. Sakaja aliandika watu wa kutoa kazi kwa mtara watu 4,000.
Nyinyi Soweto peke yenu mko watu 46,000. Kwa 4,000 ndugu yako kama alifanikiwa kaandika, wafuti ndugu yako akupee wewe. Aya, Sakaja ako na uwezo wa kuandika watu nchi yote msimu wa Nairobi. Yaani Nairobi mko watu wangapi? Mko watu zaidi ya milioni 10. Kazi ni milioni 4. Kazi ni 4,000. Kwani Sakaja achukue watu wote milioni 10 awaandike kazi? Tafadhali tueleweke bana. Hata kama tutatoa Sakaja tuweke ndugu yako. Kumbuka ya kwanza, hata ndugu yako ndiye atakuwa wa kwanza kukutupa wewe nje, kwa sababu mawazo yako kitu ya kwanza ni duni. Hauna uwezo wa kujipanga na hauna uwezo hata ya kuletea wananchi sababu ya kufanya wewe mwenyewe utapata kazi. Na tukubaliane ya kwamba siasa ya nje ya Kenya tuishaimaliza. Ruto ndiye anaenda kuwa president 2032. Ukatae ukubali. Kutetea serikali imeisha, kila mtu. Hello, can I be heard in silence? Mimi nimeletwa hapa na jambo moja, because mimi kazi yangu kubwa ni kushughulikia wananchi wa Kenya mahali ambapo wamefinywa. Mimi nakuja kusema my job is to identify what is wrong and come here and say it. Leo nimekuja hapa na mtu ambaye anaitwa James Njuguna Mwangi, Equity Bank.